Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Bishop Linda Karemi. Nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Siku ya leo niko na furaha kufika mahali hapa. Nataka kuwakaribisha nyinyi wote wasikilizaji wetu ambao mnatazama katika runinga, wale wanatazama katika TV, nyumbani, kwa Facebook, YouTube, mahali popote huko ambapo tunakukaribisha uweze kuwa pamoja nasi, tuweze kufundisha kuhusu wokovu wa Mungu. Nitaomba na tutaendelea. Bwana, ni asante kwa sababu ya wema wako, jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Umetuwezesha kufika mahali hapa tukaona wema wako. Tunaposikia neno lako, tunaomba neema yako ikatoshe, na Roho wako Bwana akaweze kutawala, sifa na utukufu zikakurudie. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen. Ninataka kusema wokovu wa Mungu ulianza kutoka zamani. Mungu alipanga kuokoa watu wake kutoka siku ya kwanza. Wakati alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe, halikuwa na mpango kwa ajili yake, na upendo wake kwa mwanadamu ulikuwa upendo uko juu. Na wakati mwanadamu alimuasi Mungu, Mungu akaanza tena kutengeneza uhusiano wake wa kumuokoa mwanadamu. Kitabu cha Kutoka 3:7 inasema, kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko nchini Misri, na nimesikia kilio chao kinachosababishwa na wanyapara wao. Najua mateso yao, na hivyo nimeshuka ili niwaokoe mikononi mwa Wamisri. Nitawatoa umo nchini na kuwapeleka katika nchi nzuri na kubwa, nchi inayotiririka maziwa na asali, nchi ya Wakanani. Huu ni mpango wa Mungu wa kwanza wa Mungu kuokoa watu wake. Anasema akasikia sauti ya kilio na akaona mateso ya watu wake vile wanateseka, na akaamua ashuke aweze kuwashughulikia waweze kuokolewa na ile shinda walikuwa ndani yake. Mungu akapanga mpango wake na akatengeneza njia ya kumtumia Moses aweze kwenda kuokoa watu katika hali ile ambao walikuwa nayo ya shinda. Mungu anapenda watu wake waweze kuishi maisha ambayo ni ya furaha. Akasema atawapeleka katika nchi ambao watakuwa wanakula na kukunywa, na nchi ambayo iko na furaha, mahali ambapo mateso itafika mwisho. Na hiyo salvation yake Mungu ikaanza kwa wana wa Israeli. Akatengeneza njia zote, ishara na miujiza aweze kujulikana, na mkono wake wenye nguvu haweze kuokoa wana wa Israeli. Wakati walipita katika hali ngumu wakiwa katika safari yao, tena tunaona njia Mungu aliyotumia ya kuwaokoa katika kitabu cha Exodus 14. Mungu akaona tena watu wako katika hatari nyingine, na hatari ile ambao wako ndani ni hatari ya maadui na hatari ya maji ambayo ilikuwa mbele yao. Naye Mungu akiwa na mpango wa kuokoa tena katika hatari ya maji, katika hatari ya maadui, akatengeneza njia katikati ya bahari ili watu wake waweze kuokolewa. Akatengeneza njia ili watu wake waweze kupitia nchi kavu. Kazi yake ilikuwa ni kuokoa watu wake wasije wakaangamizwa na maadui. Kuna watu wananitazama asubuhi ya leo, ninataka niwajulishe ya kwamba Mungu wa mbinguni ako na njia na staili za kuokoa maisha yako. Mungu ako na njia anaweza kutumia akayaokoa maisha yako kutokana na shinda, akayaokoa maisha yako kutokana na hatari, akayaokoa maisha yako kutokana na jehanamu, akayaokoa maisha yako kutokana na maadui. Maana yeye ako na njia na ako na staili nyingi za kuweza kuwakomboa watu wake kutokana na shinda. Mungu akatengeneza njia ya kuangamiza maadui ili watu wake waweze kufika mahali aliwaindia. Akatengeneza mpaka waingie katikati ya maji aweze kufunika ili waweze kusama. Mungu akona njia za kuokoa watu wake kutokana na hatari. Ninataka nikuambie wewe mpendwa ambaye
unanisikiliza, hata kama unapitia jambo ngumu, hata kama uko katika situation ambayo huoni mwanadamu wa kukuokoa, ninataka kukujulisha siku ya leo, kazi ya Mungu kutoka mwanzo ilikuwa ni kazi ya kuokoa. Mungu alitaka kuokoa hata Kaini. Katika kitabu cha Genesis 4 anamtokelezea Kaini, anamwambia, mbona unakunja uso wako kwa sababu ya ndugu yako ambaye wanatenda mema? Unaweza ukashinda dhambi hii ili na wewe uweze kuhesabiwa haki. Hata maisha ya Kaini Mungu alitaka kuyaokoa, hata maisha ya mwenye dhambi Mungu alitaka kuyaokoa. Kazi ya Mungu ni kuokoa watu wake kutokana na situation. Mungu akapanga jinsi ya kumwokoa Kaini na akatengeneza njia ya kumkutana. Akajipanga ili aweze kukutana na yeye, akajipanga ili aweze kukutana na yeye, aweze kumnenea, aweze kumwambia anaweza kurekebika, aweze kumwambia anaweza kuchange attitude na tabia, aweze kuokolewa. Maana kitabu cha Mungu, kitabu cha Romans 16 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu hapendi watu waweze kuangamia katika jehanamu na katika shinda. Ako na uwezo wa kuokoa. Tena tunamwona Mungu akiwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego wakati waliwekwa katika tanuri ya moto, wakati walikuwa wana matumaini kwa mwanadamu, wakati walikuwa wana matumaini hata kwa wale wanafanya pamoja, wakati walikuwa wana matumaini hata kwa mfalme Nebukadnezar, lakini Mungu alikuja kuokoa ili waweze kutoka ndani ya moto wakiwa salama. Wewe unayenitazama, niangalie vizuri, ninakuletea ujumbe nikuambie ya kwamba katika ile shinda ambayo unapitia kuna Mungu wa kukuokoa. Aliwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego, hata wewe ataweza kukuokoa. Shinda yako na hatari unayopitia sio kubwa kuliko ya wale wengine. Shinda ile unapitia sio kubwa kuliko ya wana wa Israeli, walikuwa wanateswa na Mungu akapanga jinsi ya kuokoa. Wakaokoa Shadraka na Meshaki, akapanga malaika ingia ndani ya moto kwa sababu ya kuokoa watu wake. Ninataka kuambia kazi ya Mungu ni kazi ya kuokoa hata wale wenye dhambi ambao wamekatalia katika dhambi. Ni kwa sababu wao wenyewe wamefanya mioyo yao kuwa mingumu, na Mungu ashatumana kwao waweze kuokolewa. Ndio maana unaona kazi ya Mungu ni kuleta injili kila mahali, kila mitandao watu wanahubiriwa, kila koringa watu wanahubiriwa, hata kwa maredio wanahubiriwa, hata kwa barabara wanahubiriwa, hata kwa soko wanahubiriwa, lakini wanapuuza sauti ya Mungu ya kuokoa. Mungu akaokoa Danieli wakati mfalme alikuwa amejaribu njia zote haweza kuokoa Danieli na shinda na haweza kumtoa katika tundu la simba. Wakati Mungu alikuwa amepanga jinsi atakavyotumia kuangamiza maadui wa Danieli, naye Mungu akiwa anaona matendo hayo na akiwa na mpango wa kumwokoa, aliweza kutuma malaika akavunga vinywa vya simba na akamwokoa aliye mtumishi wake. Kazi ya Mungu wetu ni kuokoa watu wake. Hata kama unapitia jambo linalokukera, hata kama unapitia mahali ambapo unasikia umeishiwa na matumaini, asubuhi ya leo nimekuletea ujumbe uweze kujua Mungu ana nguvu na ako na staili za kuweza kuokoa maisha yako katika ile situation ambaye uko. Jina la Bwana lipewe sifa. Akamwokoa Danieli wakati watu wote walikuwa wamenyamaza, wakati mfalme alikuwa ameishiwa na matumaini ya kumwokoa, wakati hakuna mtu angeweza kumtoa katika ile hali alikuwa, lakini Mungu alikuwa na ujuzi na alikuwa na njia na alikuwa na wasaa na masaa na dakika ya kuweza kumfikia aweze kumwokoa. Mungu wetu ni wa kuokoa. Haleluya.
Tena tunamwona Mungu akiokoa wana wa Israeli kutokana na yaka ya Goliathi. Wakati Goliathi alishikwa na kiburi, akainuka moyo, akawa anajiinua zaidi, naye Mungu akamtumia Daudi kwa sababu ya kuangamiza huyo Goliathi Mfilisti ambaye ni adui ya Mungu. Mungu akatumia nguvu zake kupitia Daudi na watu wake wakaweza kukaa na amani. Goliathi aliuliwa kwa sababu Mungu alikuwa na mkono wake wa kuokoa katika wakati huo. Mungu ni mwaminifu, ameokoa maisha tena ya Daudi katika mkono ya Saulo. Wakati Saulo anataka kumwangamiza, tunaona Mungu anatumia njia ya kuweza kumfanya akwepe ile mkuki na maisha yake ikakuwa iko salama. Mungu wetu ako na nguvu na ako na uwezo ya kuokoa. Mungu wetu anaweza kuokoa watu wake. Ukisoma kitabu ya Samueli 1:17 utaona vile Mungu alivyofanya wokovu kwa Danieli wa Daudi katika mikono ya Goliathi, na jinsi alivyowaondolea watu wa Israeli jambo ambalo lilikuwa linawasumbua na mtu ambaye alikuwa anaweza kuwasumbua maisha yao. Ninataka kuwaambia watazamaji wangu asubuhi ya leo ya kwamba mkuwe na imani ya kutosha kwa Mungu. Tengenezeni njia zenu na Bwana, tengenezeni uhusiano wenu na Kristo ili waweze kuokoa maisha yenu. Katika kitabu cha Acts 4:12 tunaambiwa hakuna jina lingine linaweza kutuokoa, na ndio unaona Yesu Kristo alikuja na jina lake linatumika. Yeye anatumika jina lake katika kuokoa. Kuna watu wanamkataa, kuna wengine hawana imani yake ndani yao, kuna wengine hawaoni nguvu zake za wokovu, kuna wengine hawana imani katika jina hilo, na kuna wengine hawalitambui. Lakini asubuhi ya leo ninataka kuambia process ya Mungu ya kuokoa dunia yote, process ya Mungu ya kuokoa watu wote. Vile tunavyoenda kusherehekea Pasaka, hii ni process Mungu alifanya ya kuonyesha salvation kwa watu wake. Akatengeneza njia ya kuokoa, akatengeneza vile watu wake wataokolewa, akatengeneza vile watu wataweza kusimama. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mungu akiwa mbinguni akayaona tena mateso ya watu, tena akatazama dhambi zao, akaona akona njia ya kuleta wokovu, akaona kuna njia ya kufanya mwanadamu aweze kuokolewa na aweze kuishi tena. Kazi ya Mungu ni uokoke, kazi ya Mungu ni wewe usiende jehanamu, maana jehanamu itaendwa na wale ambao wamechagua. Wewe uko na chance na uko na nafasi ya kuchagua kwenda heaven. Mungu akatengeneza mipango na akaanza process ya kutuma Yesu Kristo haje katika dunia kutuokoa. Akatuma Yesu Kristo akuje kuokoa ulimwengu. Yesu Kristo akatumwa, akasema nimeona dunia na sasa nimeona watu wanapotea, nimeona watu wote wameshangamia. Sasa nitafanya jambo ambalo ni la kuokoa mwanadamu. Katika kitabu cha John, kitabu cha Yohana, tasoma kitabu cha John 3, the book of John 3 mstari wa 16. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uhai wa milele. Mungu wetu wa mbinguni ako na uwezo, akatazama wanadamu duniani, akaona kuna shinda mwanadamu ameingia, na akaona watu wakiendelea na hiyo njia, hakuna hata mmoja atakayeokolewa. Mungu akapanga mpango wa kutuma mwana wake, akasema kwa sababu nimependa ulimwengu, kwa sababu nimependa mwanadamu, kwa sababu ninapenda aweze kuishi, nikamtuma mwana wangu aende akawaokoe wanadamu.
Mungu akasema nina jinsi anavyoupenda ulimwengu hata hivi akamtoa mwana wake. Mungu anaweza kutoa the best kwa sababu yako wewe uokolewe. Wewe ndiye unaweza kuwa dictator ukakataa kutulia katika wokovu. Yeye akasema nikaupenda ulimwengu. Upendo wa Mungu ni wa ajabu, na upendo wake ndio unachangia haweze kuokoa maisha ya mwanadamu. Katika Pasaka hii ambayo tunaenda kuingia, wakati huu, wakati watu wanajikumbusha vile Yesu Kristo aliweza kusulubiwa, vile Yesu Kristo aliweza kukufa, ninataka ukuwe na habari ya kwamba hii wokovu ulianza na Mungu juu. Huu wokovu ulianza na Mungu wakati alipenda dunia, na wakati aliona macho yake ya kwamba dunia imepotea, wakati aliona binadamu wamepotea, akasema nitamtuma mwana wangu wa pekee ili kila muamini asipotee. Yesu akaletwa kwa sababu ya watu, ili mtu yoyote ambaye anahitaji wokovu asipotee, ili mtu yoyote ambaye anahitaji usimama asipotee, bali apate uzima wa milele. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa, jina ambalo tulipatiwa. Yesu ambaye aliachiliwa na Mungu ili akuje kwa sababu ya dhambi zetu, ili aweze kuja kwa sababu ya kutuokoa, ili akuje maisha yetu iweze kurudishwa, ili auje ili tuweze kuokolewa na jehanamu. Napenda Mungu sana kwa sababu ya kazi yake ya kuokoa, jinsi anavyookoa watu wake na jinsi anavyowapangia. Wakati wana wa Israeli walikuwa katika shinda, wakati walikuwa katika hali ya kuumwa na manyoka, yeye Mungu alitengeneza njia ya kuwaokoa ili yeyote atakayeitazama asiweze kukufa bali aweze kuishi. Hivyo ndivyo naye Mungu akapanga ili wewe mwanadamu uweze kuokolewa, ili Yesu akuje na wewe ukimwamini uweze kupokea uzima wa milele. Kitabu cha John 14 mstari wa 6, maandiko inatuambia ya kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake, mimi ndiye njia, na yeyote ambaye anakataa hiyo njia hawezi kupata uzima. Mimi ndiye ukweli, yeyote anakataa ukweli hawezi kuokolewa. Hata kama Mungu atampenda kiwango gani, wewe ambaye unanitazama na unakataa njia ya Bwana, wewe ambaye unanitazama na unakataa njia ya wokovu, wewe ambaye unanitazama na unakataa njia ya Yesu Kristo, hauwezi kupata wokovu wa Mungu. Hata kama umepangwa kwa ajili ya wote, lakini wewe maamuzi yako ndio atakayo changia kupata wokovu huu kwa njia ya Yesu Kristo. Akasema mimi ndiye njia, na tena mimi ndiye ukweli, na tena mimi ndiye uzima. Yeyote atakayeamini Yesu Kristo atapata uzima wa milele. Yesu hakukufa bure, Yesu hakukufa bila sababu. Alikufa ni kwa sababu ya mpango wa Mungu, kwa sababu ya kuokoa mwanadamu haweze kurithi ufalme wa milele. Anasema I am the life. Yeyote ambaye anataka kuishi katika maisha ya milele ni yule ambaye anaungana na Yesu Kristo, ambaye Mungu mwenyewe alimwachilia ili aweze kuokoa maisha ya watu. Na hata kama aliletwa katika dunia, kitabu cha Wafilipi inasema Yesu alinyenyekea. Watu wengi ni wanadamu na wameshindwa kunyenyekea, ndio maana hawawezi kupatana na neema ya wokovu. Watu wengi kiburi imewafika juu, ndio maana hawawezi kumuona Mungu. Wengine hata kama ni watumishi wa Bwana, wanaanza kutumia neema ile wamepewa kujiweka majina makubwa, na tena kutumia hilo jina kusema hata akiponya mtu, wako uponyaji, mimi nimekuponya, mimi nimefanya, kwa sababu hawana nafasi ya Mungu, kwa sababu ya kiburi ambayo imeingia ndani yao. Mwanadamu unayenitazama, ninakuambia siku ya leo, nyenyekeeni kama Yesu Kristo. Munyenyekee ili muweze kupata wokovu ambao Mungu ameandaa kwa sababu ya watu wake. Hakuna lolote unaweza kufanya
kupitia nguvu zako wewe mwenyewe, na huwezi kuokoa maisha yako hata kama unajipenda kiwango gani. Hauwezi ukaokoa mke wako ama mtoto wako hata kama unawapenda kiwango gani. Aliye na wokovu ni Yesu Kristo, na aliyepanga jinsi ya kuokolewa ni Mungu, na Roho wa Bwana naye akaachiliwa. Ndio maana Yesu Kristo na ana introduce the Holy Spirit, yote ikiwa ni kazi ya wokovu, ili wewe unayenitazama, Roho wa Bwana anaweza kuushawishi uweze kuokolewa na uweze kubadilika, ili uweze kuunganika na Mungu, uweze kuokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu anatupenda sana. Kitabu cha John 3:36 maandiko inasema, anayemwamini mwana ana uhai wa milele, asiyemwamini mwana hatakuwa na uhai wa milele, bali ghadhabu ya Mungu baki juu yake. Kuna watu ambao wamekataa kumwamini Yesu Kristo, hata kama wanahubiriwa na njia gani, hata kama wanahubiriwa na staili gani, wao wamekataa Yesu Kristo. Wengine wanakataa ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, wengine wamekataa ya kwamba yeye ni Mungu alimleta ili tuweze kupata wokovu. Wengine wamekosa kuamini ya kwamba hiyo ni njia na ni process ya Mungu ya kuokoa dunia. Maandiko inatuambia asiyemwamini mwana hatapata uhai wa milele. Kwa hivyo usijidanganye, hakuna njia nyingine. Usijidanganye, hakuna njia nyingine isipokuwa njia ambayo tunaenda kuingia ya kukufa kwa Yesu Kristo. Ile njia ambayo Mungu alitengeneza, ile njia Mungu mwenyewe aliandaa kwa sababu ya kutetea maisha yako na yangu tuweze kuokolewa. Wale ambao wamekataa, maandiko inasema ghadhabu ya Mungu itabaki juu yake. Yule mtu ambaye anasikia njia hii ya wokovu imefika kwako tu ya introducing Jesus Christ, Mungu akamweza kumintroduce kwetu, akamleta akiwa special, akamleta na akiwa anampenda, na upendo huo ukazidi kiwango ambacho alitupenda zaidi, akaweza kumwachilia ateseke na apitie shinda, na ili mwanadamu aweze kuokolewa. Tunaenda kuingia Pasaka ya Bwana, tunaenda kujikumbusha ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na tena alisulubiwa kwa sababu yetu, na hiyo ni njia ya Mungu ya kutuokoa. Ni mzuri mtazamaji wangu uweze kuelewa na uweze kujua ya kwamba katika kuamini mwana wa Mungu kuna uhai wa milele, na katika kumkataa kuna hukumu na hata moto wa jehanamu na kungojea. Yesu ndiye njia na ndiye uzima na ndiye ukweli, na yeyote ambaye anatembelea katika ile njia ataokolewa, na yeyote atakayekataa ile njia atapata uzima wa milele, bali atapata hukumu ya Bwana ikiwa juu yake. Mungu wetu ana mipango mingi ya kuokoa mwanadamu, na ndio maana anatuambia kuna mipango mizuri ambayo ametupangia. Wewe unapitia shinda, usifikirie ni Mungu anakupitisha. Wewe unapitia jambo linakusumbua, usifikirie ni Mungu. Kazi ya Mungu kutoka mwanzo ni kuokoa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Yeye ndiye alimwokoa Jona katika maji makali wakati alirushwa ndani ya bahari. Yeye ndiye aliweza kuokoa maisha yake, akatengeneza njia vile ataokolewa, akatengeneza samaki ili aweze kupitia, ili aweze kuokolewa maisha yake, na ili injili iweze kuendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Watu wengi wanafikiria wakati watakataa Yesu injili itanyamaza. Injili itaendelea. Hata wakati alipouliwa Yesu, injili inaendelea mpaka siku ya leo inaendelea, na jina la Bwana linaendelea kusifika, na jina la Bwana linaendelea kuinuliwa, na jina la Bwana linaendelea kutukuka, na jina la Bwana linaendelea kusifika. Mahali popote duniani linaendelea kufika, kwa sababu Mungu anatumia njia zote, teknolojia zote, watu wa Bwana waweze kufikiwa na lile jina na lile neno na ile Yesu Kristo waweze kuokolewa. Damu ya Yesu Kristo ikaokoa dhambi. Ni mpango wa Mungu wa kubadilisha wanyama wasiendelee kuchinjwa, na Yesu Kristo aweze kutolewa kama dhabihu ili watu waweze kuokolewa. Mungu aliokoa mpaka wanyama waachane nao, ili naye Mungu aweze kuendelea kusimama na aweze kuendelea kujulikana katika kila mahali. Hata kama kulikuwa na watu kama kina Judasi hawakusuilia Mungu asiweze kuendelea. Hata kama kulikuwa na watu ambao waliweza kusimama kinyume
lakini haikuweza kuzuilia mpango wa Mungu uweze kukamilika ndani yao. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kitabu cha Wakorintho 5:21. Bado Mungu anaendelea na kuokoa. Na kitabu cha Waroma 5:12. Bado Mungu anaendelea na utaratibu wake wa kuokoa maisha ya wanadamu. Tasoma kitabu cha Wakorintho. Haleluya. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa. Jina linaokoa, jina linafufua. Jina la Yesu, jina tulilopewa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12. Wokovu haupatikani kwa mtu mwingine yeyote, kwa maana duniani pote binadamu hawakupewa jina la mtu mwingine ambaye sisi tunaweza kuokolewa naye. Maandiko inatuambia wokovu haupatikani mahali pengine, na wokovu upatikani kwa mtu mwingine yeyote. Wokovu unapatikana kwa Yesu Kristo, na wokovu unapatikana kwa jina lake. Kuna wale watu ambao ni wagaidi wa moyo, wale ambao wanakataa Yesu, wale ambao hawataka kusikia hata jina lake likitajwa. Hao watu ndio ninataka kuambia siku ya leo. Mahali popote unanisikia, ujue hakuna wokovu mahali pengine. Hakuna njia ingine ya wokolewa, hakuna njia ingine ya kuokoka isipokuwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna njia ingine ya kuokolewa isipokuwa njia ya Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa dunia yote msikie ya kwamba wokovu ni kwa Yesu Kristo. Yeye peke yake ndiye njia mnaweza kufuata. Yeye peke yake ndiye njia mnaweza kushikilia na mkaweza kuokolewa kutokana na shinda. Maisha yenu inaweza kubadilika kupitia jina lake. Maisha yenu inaweza kubadilika katika kumwamini Yesu. Wakati Judasi alikaa na Yesu Kristo, alikuwa anajua ako na nguvu za kuokoa, lakini katika moyo wake aliamua kukataa, na akaamua yeye amsulubishe na aweze kupitia shinda na aweze kuangamia. Lakini pamoja na haya yote, Mungu anaweza kutumia njia yoyote aweze kukamilisha mpango yake. Mungu anaweza kutumia njia yoyote aweze kukamilisha mipango yake ya kuokoa watu wake. Mungu wetu na Mungu wa mbinguni ana mipango yake, hata kama anatumia njia zingine wanadamu wanaona kama ni kero kwao. Njia zingine anatumia wanaona sio sawa. Njia zingine anaona kama zinaumiza. Njia zingine anaona kama watu wanaona kama ambazo asifanyi vile inatakikana. But I want to tell you today, Mungu ako na njia zake za kutumia. Anaweza hata kutumia wanadamu kwa sababu ya kukamilisha mpango yake. Akatumia njia ya Judas aweze kukamilisha mpango wake, ili Yesu Kristo aweze kusulubiwa. Na si kusema Judas angekubali kukataa kumudhiaki Yesu ama kumsaliti Yesu Kristo angekufa. Hapana. Mpango wa Mungu kutoka mwanzo ulikuwa wa kuweza kumuokoa. Conclusion ya neno la leo: Mungu wetu ako na nguvu za kuokoa, na Mungu wetu ako na njia ya kuokoa mwanadamu, na ako na staili nyingi za kuweza kumuokoa mtu. Ameokoa wengi wale ambao tumeshuhudia. Anaweza kutoa watu wake katika shinda, na anaweza kubadilisha maisha ya watu wengi.
Tena tunajua ya kwamba katika mpango wake yeye mwenyewe alipomleta Yesu Kristo, alitaka sisi wote tupate uzima wa milele, na tena tupate uzima wa milele tele. Hii ni ujumbe ya kwamba wewe ambaye unanitazama uweze kujua na uweze kuelewa Mungu hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake asiloliweza la kukuokoa. Hakuna jambo ambalo linaweza kumshinda. Hakuna jambo ambalo ana njia ya kuweza kutengeneza, na hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kushughulikia ama kupatia solution. Mambo yote kwa Mungu yanawezekana. Mambo yote kwa Mungu yanaweza kutatuliwa, shinda zote. Hata wewe unayetazama shinda yako sio kubwa, na ile unapitia sio kubwa kuliko ile ilipitiwa na watu wale wengine. Jipatie moyo ndani ya Kristo Yesu na uweze kuamini wokovu kwa mikononi mwake. Hata kama wewe ni mgonjwa, daktari anaweza kushinda na ugonjwa wako, lakini ninataka kusikia siku ya leo wokovu hata wa maisha yako, wokovu hata wa afya yako uko mikononi mwa Mungu. Mungu anatuokoa hata na maajali. Mungu anatuokoa na njia nyingi, maana kazi yake yeye ni kutulinda, na tena kazi yake ni kutupatia njia ya kutokelezea tukiwa salama. Yeye furaha yake Mungu ni walio wake wasipotee. Njia ya Mungu na upendo wa Mungu ni wale wanaomwamini wapate uzima wa milele. Ninawashukuru sana watazamaji wangu kwa sababu ya muda wenu wa kunisikiliza. Naomba Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki na aweze kuwatendea mema. Kwa majina yangu naitwa Bishop Linda Karemi Samueli na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Naendelea kumhudumia Yesu, na mimi ni chombo tu. Nimefanya kazi yake na Mungu wa mbinguni akiniongoza kulingana na mapenzi yake. Wewe ambao unatazama, tunawakaribisha katika kanisa letu pale Lang'ata opposite Breeze. Ukikuja mahali pale utaweza kutupata. Namba zangu ziko katika screen, na Mungu wa mbinguni ataweza kuwabariki. Mbarikiwe sana, na Mungu awapee amani na wokovu wake uwe pamoja nanyi.